Baada ya maneno mengi, baada ya kelele nyingi, hatimaye tarehe 25 tunasema kwamba tunahesabu masaa tu kuelekea kwenye mechi hiyo. Mechi ipo bwana, hii mechi hakuna ambaye ataondoka. Wanakuambia kwamba hii dabi ya sasa haina kipengele chochote. Wachezaji wapo kamili gado, kila mmoja anatazama ni namna gani ambavyo atakwenda kumsindilia mwenzake kwenye mechi husika. Sasa tayari kwa upande wa klabu ya Simba wameshatoa orodha ya wachezaji ambao watakwenda kutumika moja kwa moja kuelekea kwenye mechi hiyo. Mechi hiyo ambayo tunafahamu itachezwa majira ya saa 11 kamili za jioni. Sasa tayari ninayo majina hapa ya wachezaji kwa upande wa klabu ya Simba ambao watakwenda kutumika moja kwa moja kuelekea kwenye mechi hiyo. Hii dabi haina kipengele, naweza nikasema hivyo. Waamuzi wanatoka pale nchini Misri. Watu naweza kuna wajiuliza kwamba imekuaje tena. Maamuzi ndio yameshatolewa na bodi imeshatangaza kwamba waamuzi wanatoka kule nchini Misri. Sasa kabla sijakwenda kukuangazia hapa kikosi kwa upande wa klabu ya Simba ambacho kitakwenda kuhusika kuelekea kwenye mechi hiyo dhidi ya Yanga, nikukumbusha tu kwamba hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito, karibu tuweze kuangazia hapa wachezaji ambao watakuwepo moja kwa moja kuelekea kwenye dabi hiyo. Kwa upande wa magolikipa ambao wameorodheshwa watakwenda kuhusika moja kwa moja, yupo golikipa Moussa Pinipini Kamara. Kwa upande Moussa Pinipini Kamara tunafahamu ni golikipa mwenye ubora wa hali ya juu, ni golikipa ambaye tunamtazama kwa jicho la tatu kulingana na kile ambacho amekuwa akitoa ndani ya kikosi hicho. Wakati huo pia kwa upande wa golikipa Ali Salim, naye pia ni moja ya golikipa ambaye ameorodheshwa kwenye orodha ya magolikipa ambao watakwenda kuhusika kuelekea kwenye mechi hiyo. Kama kawaida imekuwa ni jukumu la upande wa mwalimu kuchagua nani ambaye aanze kwenye kikosi cha kwanza. Ina maana kwamba hao ni magolikipa wawili ambao watakwenda kuwepo moja kwa moja kwenye mechi hiyo. Lakini pia nikienda kutizama hapa kwenye upande wa mabeki, yupo Shomari Kapombe. Kwa upande wa Shomari Kapombe tunafahamu ubora wake na umahiri wake mara zote, ni moja ya beki ambaye amekuwa ni uhodari wa hali ya juu, namna ambavyo amekuwa anapandisha mashambulizi. Lakini pia kuelekea kwenye mechi hiyo yupo kama kawaida. Wakati huo pia David Kameta Duchu na pia ameorodheshwa kati ya wachezaji ambao watakwenda kuhusika moja kwa moja kuelekea kwenye mechi hiyo. Kwa upande wa David Kameta tunafahamu kwa kile ambacho amekuwa anakitoa ndani ya kikosi hicho. Lakini pia Valentino Nouma naye pia ameorodheshwa kwenye orodha ya mabeki ambao watakwenda kuwepo, beki huyo wa kushoto. Lakini pia Mohamed Hussein Zimbo Jeyara ambaye naye pia ni beki ya pembeni kushoto, naye yupo kama kawaida kwenye mchezo huo. Wakati huo pia nikienda kutizama kwenye upande wa mabeki wa katikati, yupo Chamu Karabu ambaye amekuwa na kiwango bora kwa mechi za hivi karibuni. Lakini pia yupo Chefondo Malone ambaye naye ameorodheshwa kwenye orodha ya mabeki ambao watakwenda kuhusika kuelekea kwenye mchezo huo. Lakini pia kwa sasa Abdulrazak Hamza inataarifiwa kwamba amerejea kunako kikosi, lakini hana uhakika wa kuenda kuanza moja kwa moja kuelekea kwenye mechi hiyo kulingana na hali yake ya kiafya namna ambavyo ilivyo. Lakini naye pia ameorodheshwa. Nikienda kutizama kwenye upande wa viungo, Yusuf Kagoma yupo kwenye orodha ya wachezaji ambao watakwenda kuhusika, kiungo huyu mkabaji. Wakati huo pia Fabrice Luamba Ngoma naye ameorodheshwa kwenye orodha. Wakati huo pia Agostino Okejefa naye yupo kwenye orodha. Wakati huo pia Debra Fernandez Mavambo naye pia ameorodheshwa wakati ya viungo ambao watakwenda kutumika moja kwa moja kuelekea kwenye mechi hiyo. Lakini pia Jean Charles Awa naye ameorodheshwa kwenye orodha ya wachezaji ambao watakwenda kutumika moja kwa moja kuelekea kwenye mechi hiyo. Wakati huo pia nikienda kutizama kwenye upande wa wachezaji ambao wanacheza kwenye maeneo ya pembeni, Awesu yeye pia yupo ameorodheshwa. Wakati huo pia Kibu Dennis naye yupo kwenye orodha ya wachezaji ambao watakwenda kuhusika moja kwa moja kuelekea kwenye mchezo huo. Lakini pia Joshua Mutale naye yupo budo kama kawaida kuelekea kwenye mechi hiyo. Wakati huo pia Elim Panzu naye ameorodheshwa kwenye orodha ya wachezaji ambao watakwenda kuwepo kuelekea kwenye mechi hiyo. Kwa upande wa Elim Panzu tunafahamu kwa kile ambacho amekuwa akikionyesha kwenye mechi za hivi karibuni, ni moja ya winga ambaye amekuwa na uhatari kweli kweli. Wanasimba wanakuambia kwamba ili uweze kubeba ubingwa basi hakikisha pia umeweza kumkaba Elim Panzu. Lakini pia Lala Kichasambi naye ameorodheshwa kwenye orodha ya wachezaji ambao watakwenda kutumika moja kwa moja kuelekea kwenye mechi hiyo. Lakini pia nikienda kutizama kwenye upande wa washambuliaji, yupo Steven Dese Mukwala ambaye tunafahamu amekuwa na ubora wa hali ya juu kwenye mechi za hivi karibuni. Wakati huo pia Leonel Atebambida naye ameorodheshwa kwenye orodha ya wachezaji ambao watakwenda kuhusika kuelekea kwenye mechi hiyo. Maana kwamba Fadu Davis, kocha ndani ya klabu ya Simba, hao ndio wachezaji ambao amewachagua kuelekea kwenye mechi hiyo.